Tulikutana Mahakama Kuu hapa kwa ajili ya kusikiliza maombi ya habeas corpus ambayo tuliwasilisha hapa kwa niaba ya mteja wetu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama bara, Mheshimiwa John Heche, ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi tangia tarehe 22. Shauri hilo limesikilizwa leo, limekuja leo, na upande wa wajibu maombi IGP pamoja na watu wengine wamefika leo na wameomba kuleta kiapo kinzani kwa maana ya kutoa majibu ili baadaye mahakama iweze kutusikiliza baina ya pande zote mbili. Kwa hiyo amri ya mahakama ni kwamba wanapaswa kuleta majibu hayo. Mwisho wa kuleta majibu ni Jumapili tarehe 9 na Jumatatu tarehe 10 saa 4:30 asubuhi tutakutana hapa Mahakama Kuu kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo baina ya pande zote mbili. Kwa hiyo mosi, tunashukuru sisi mawakili. Mosi, nishukuru mahakama kwamba imeona udharura wa hilo jambo, sababu tumefaili jana, leo wametuita na wametoa muda wa counter affidavit angalau kwa siku hizi mbili. Nafikiri kwa sababu leo ni Ijumaa, Jumatatu tena tunakutana hapa kwa ajili ya kusikiliza. Kwa maoni yangu nafikiri ni haki kabisa, na tunashukuru mahakama kwa kuona udharura huo. La pili ni washukuru mawakili ambao wamekuja kwa ajili ya kuonyesha solidarity na kutetea pia application hii, wakiongozwa na mzee Mpale Mpoki na mawakili wengine ambao ninao hapa, Paul Sabo, Matauka Selemani, yuko Edison Kilatu na William Kurwa Maduhu ambao wamekuja na tumekuwa nao hapa. Sasa mnaelewa jinsi scenario ilivyokuwa. Kuna wengine walikuwa nafikiri labda anaweza kapelekwa Kisutu, kwa hiyo mawakili wengine hawapo hapa kwa sababu walikuwa Kisutu wakidhani kwamba huenda Mheshimiwa Heche angepelekwa kule. Lakini feedback ya hapo ni hiyo. Waomba wa Tanzania tutakutana hapa Jumatatu. Tutakutana hapa Jumatatu saa 4:30 asubuhi kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo ambayo tumeyafaili kwa niaba ya Mheshimiwa Heche. Jana mpaka jioni nilisema kwamba tushirikana kupelekwa kule kwa sababu za kimtandao na kufanya baadhi ya vitu. Je, unawaambia mpaka sasa hivi nini kinaendelea? Kwanza jana tuweke kumbukumbu sawa. Kwanza jana sio kwamba tulisema walishindwa kupeleka kwa sababu za kimtandao. Sisi tulisema tulidhani wangeweza kumpeleka lakini hawakumpeleka. Sasa sababu kama ni za kimtandao au sio za kimtandao, wenye hayo majibu ni jamhuri wenyewe, kwa sababu majukumu ya kumshtaki mtu yako chini ya ofisi ya DPP. Yeye ndo anajua apeleke saa ngapi, kwa nini hajapeleka. Na ni shida ya kimtandao, ni yeye mwenyewe hajaamua au ni sababu zingine zozote, mwenye uwezo wa kulisemea hilo ni DPP, sio sisi. Sisi tunasubiri, tunakuwa tunaangalia kwamba labda wanaweza kumleta na tunaona hawajamleta. Na tunafikiri kwa namna yoyote ili takavyokuwa hakuna sababu yoyote ambayo ni valid kwa kuendelea kuwa na mtu kwa zaidi ya siku 18 sasa tangia tarehe 22. Kama ni mtandao, watu wengine pia wanafanya kazi. Hata maombi yaliyoko hapa tuliyafaili iliwezekana kwa sababu kulikuwa na mtandao. Sababu hiyo sababu ya mtandao haiwezi kuwa ni sababu genuine. Yaani mtandao huwezi ukaja kwetu alafu kienda kwa upande wa wenzetu wa serikali mtandao ukakosekana. Kwa sababu hiyo hatudhani kama ni sahihi. Lakini DPP nafikiri ana majibu sahihi kwa nini hajaleta au hajamfikisha mahakamani.